Josephat Asunga, mbunge wa jimbo la Vwawa, ambaye ameeleza maswali yake mazuri ya msingi sana na yenye tija kwa wakulima wa mkoa wa Songwe, jimbo lake, jimbo la jirani la Mbozi, lakini kwa Watanzania wote. Jambo la kwanza tu nimthibitishie kwamba tunaendelea kutoa elimu, na kwa sababu tunajua jambo hili ni endelevu, tunaendelea kulifanya hivyo. Kwa hiyo tutakachokifanya katika maeneo kama ambayo yameyataja kule Igamba kule kote unakwenda mpaka Itaka kote kule, tutahakikisha kwamba moja, tutawalazimisha sasa maafisa ugani wote washuke kwenye ngazi za vijiji na kutoa hii elimu ya kutambua mbegu feki na mbegu halisia, ikiwemo kuto kununua mbegu yoyote ambayo haina lebo ya TOSCI, kwa sababu ile lebo kuna vocha ya kukwangua. Ukisha kwangua kuna namba pale chini ambayo unaituma na itakwambia hiyo mbegu ni feki ama sio feki, kwa sababu zile namba zote zimekuwa registered kidigitali. Kwa hiyo tutafanya hivyo ili kuhakikisha jambo hili linawafikia wakulima wengi na hasa wale wa vijijini. Na kuhusu hao wanaohujumu uchumi, ni kweli, ndio maana unaona kama sasa hivi kuna kesi moja mahakamani, wengine uchunguzi unaendelea, na ninaamini baada ya uchunguzi tutawapeleka katika hatua hiyo. Kwa hiyo jukumu moja la serikali kwa upande wetu sisi, kabla ya matokeo ya kimahakama, sisi inakuwa ni kuwafutia leseni kuto kushiriki katika hiyo biashara kabisa hapa nchini, na katika biashara nyingine yoyote inayohusikana na masuala ya mazao. Kwa hiyo hawashiriki kabisa. Kwa hiyo hizo hatua za kunyongwa ni hatua za kimahakama. Maelekezo sisi hatuwezi kuingilia muhimili mwingine. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Agnes Hokororo, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Kwa kuwa wananchi wa vijijini katika mkoa wa Mtwara walihamasika na kuacha kutumia mbegu za asili, wakiamini mbegu zinazouzwa katika maduka zitaongeza uzalishaji, lakini hali imeonekana sivyo ndivyo. Je, ukiacha adhabu zilizotangulia kusemwa, serikali haioni haja ya kutafuta namna ya kulipa fidia kwa wananchi wale wa vijijini katika mkoa wa Mtwara ambao uzalishaji wao umeshuka kutokana na matumizi ya mbegu feki zilizotajwa kwenye swali la msingi? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Naibu Spika, nimshukuru vile vile dadangu Korolo kwa swali lake la msingi. Kama nilivyojibu katika maswali ya msingi, hatua ya kwanza ya serikali imekuwa ni kuchukua hatua dhidi ya wale ambao wanauza mbegu feki, lakini jukumu hili la msingi, mtu wa kwanza anayepaswa kuripoti anapaswa awe mwananchi mwenyewe kwetu sisi, na ndio maana unaona tuna call center ambazo wakitupigia mapema sisi tunawahi kuchukua hatua kwa wale wahusika. Kwa hiyo swala la kulipa fidia, jukumu kubwa, tumeanzisha mfuko wa Agriculture Development Fund ADF wenye lengo la kufidia maeneo ambayo tutaona kuna uhitaji wa lazima. Kwa hiyo niseme tu katika eneo lake sisi tutakwenda tutafanya tathmini na kuona ukubwa wa hiyo changamoto ambayo imetokea. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, kabla ya hatua nyingine. Asante Mheshimiwa, tuendelee wizara hiyo hiyo. Mheshimiwa Kunti.